Wahenga wanasema kwamba ukiwa unapita makaburini ukisikia sauti inakuita kwa jina lako usiitikie. Hivi unajua walimaanisha nini? Sasa kabla sijaanza simulizi hii ya kilio cha makaburini, hebu kwanza like, alafu ni follow au subscribe. Kisha niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Okay, tunaanza. Jina langu ni Daudi, mwanaume wa miaka 33. Nilizaliwa kijijini Lukaya, kijiji kidogo kilichozungukwa na milima, maporomoko ya maji na misitu minene. Nilihama kijijini miaka 5 iliyopita nikiwa na ndoto ya kutafuta maisha bora mjini. Nilipata kazi ndogo ya kufyeka katika kampuni ya ujenzi, lakini maisha yalikuwa magumu, marafiki wachache, na kila usiku nilihisi kivuli kikinifuatilia. Siku moja nilipokea simu kutoka kwa baba yangu mdogo, akinijulisha kuwa mama yangu alikuwa amefariki ghafla. Nilihisi dunia imenizunguka. Nilijua siku moja kifo kingemfika, lakini nilihisi kuna kitu kisicho cha kawaida. Alikuwa mzima kabisa siku chache zilizopita. Niliondoka mjini alfajiri na kuelekea Lukaya kwa basi la usiku. Kufika kijijini, nilishangaa kuona watu wakiwa kimya ajabu. Hakukuwa na sauti za vilio, hakuna harakati nyingi kama ilivyo desturi wakati wa msiba. Niliingia ndani nikakuta jeneza limewekwa katikati ya nyumba. Nilimwangalia mama yangu, lakini uso wake haukuonekana kama wake. Ngozi ilikuwa imegeuka kuwa nyeusi sana kana kwamba imeungua. Nilipomuuliza baba mdogo kilichotokea, alinitazama kwa macho mekundu akasema, "Daudi, mama yako hakuwa mgonjwa, alikufa siku moja baada ya kuchimba kaburi jipya pale makaburini. Wanasema usiku huo alisikika akilia akiwa ndani ya kaburi kabla ya kufariki kweli." Nilidhani ni hadithi tu za watu waliokuwa wamechanganyikiwa na huzuni. Lakini usiku wa mazishi, mambo yalibadilika. Wakati jeneza liliposhushwa kaburini, upepo mkali ulivuma ghafla. Mvua haikunyesha, lakini radi zilisikika kama zinatoka ardhini. Wazee walijaribu kusoma dua, lakini sauti zao zilipotea kwa mshindo wa upepo. Nilijaribu kuangalia kaburini, na kwa sekunde chache, niliona mikono miwili ikijaribu kusukuma kifuniko cha jeneza kutoka ndani. Nilipiga kelele, lakini watu wengine walidhani nimechanganyikiwa kwa huzuni. Niliapa moyoni kuwa usiku ule sitalala. Nilirudi nyumbani nikakaa sebuleni nikisikiliza upepo. Saa 8 usiku, mlango ulijifungua taratibu. Nilifikiri ni upepo, lakini nilipoangalia, nilimwona mama yangu amesimama pale, na mavazi yale yale aliyozikwa nayo, macho yakiwa meupe tupu. Alinielekea hatua kwa hatua akisema kwa sauti ndogo, "Daudi, kwa nini mliniweka hai?" Nilihisi damu ikikimbia mwilini. Nilishindwa kupiga kelele, miguu ikawa mizito kama mawe. Kisha giza lilinimeza. Nilipoamka, nilikuwa makaburini, juu ya kaburi la mama. Na kwenye ardhi kulikuwa na alama za kucha zilizochora mstari wa damu kutoka kwenye udongo safi. Nilisimama pale makaburini nikiwa sijui nilifikaje. Jua lilikuwa linaanza kuchomoza, na upepo mwanana ulivuma ukibeba harufu ya udongo uliochanganyika na maua yaliyokauka. Nilishangaa kuona kaburi la mama likiwa limefunguliwa nusu, kama vile mtu alikuwa amejitahidi kutoka ndani. Nilihisi hofu ikipanda kifuani, nikakimbia nyumbani kwa baba mdogo. Nilipofika, nilimkuta akiwa amekaa nje na macho mekundu kana kwamba hakulala. Nilimweleza nilivyojikuta makaburini, lakini badala ya kushangaa, alinisogelea na kuniambia kwa sauti ya chini, "Nilijua itatokea. Laana hii haiwezi kuishia kwa mama yako tu. Unapaswa kujua ukweli, Daudi." Alinichukua hadi chumbani kwake cha siri, akafungua sanduku la zamani lililokuwa limefungwa kwa mnyororo. Ndani yake kulikuwa na mfuko wa ngozi ya mbuzi, vumbi, na kipande cha karatasi kilichokuwa kimechakaa. Nilipokisoma, niliona maandishi ya ajabu. Aliyechukua pumzi ya marehemu kwa tamaa, atazikwa akiwa hai, na kilio chake kitaendelea hadi damu ya kifamilia ilipe deni. Baba mdogo aliniambia kuwa miaka mingi iliyopita, babu yetu alikuwa mganga mashuhuri, lakini alikiuka kiapo chake kwa kutumia dawa za mizimu kupata mali. Aliahidi kutoa roho za ukoo wake ili kufanikisha matakwa yake, na tangu hapo, kila kizazi kimoja kinapofariki, mwingine huanza kusumbuliwa na kilio cha makaburini. Nilihisi damu ikinikimbia tena. Nilimuuliza, "Unamaanisha mama alizikwa hai kwa sababu ya laana hii?" Akasema kwa sauti ya kuvuma, "Ndiyo, na sasa ni zamu yako, Daudi. Usipoivunja, utasikia sauti hiyo kabla ya siku ya 7 tangu kifo cha mama yako." Nilicheka kwa uoga, nikiwa sijui la kufanya. Lakini usiku wa 4, nilipojaribu kulala, nilianza kusikia kelele za kucha zikiguna ukuta kutoka chumba cha mama.
Nilidhani ni ndoto, lakini sauti iliongezeka, ikibadilika kuwa kilio cha mwanamke. Daudi, nirudishe kaburini. Nilijificha chini ya blanketi nikitetemeka. Lakini nilipochungulia, niliona kivuli kikiwa kimekaa pembeni ya kitanda changu, macho mekundu yakinitazama. Nilijaribu kusali, lakini kila nilipojaribu kutamka jina la Mungu, midomo yangu ilifunga yenyewe. Sauti ilizungumza tena, safari hii kwa hasira. Uliniweka hai, sasa ni zamu yako kulala nami kwenye udongo huo huo. Niliruka kitandani na kukimbia hadi nje nikilia, lakini kila mtu kijijini alikuwa amelala. Baridi kali ilivuma, anga likiwa na mawingu mazito. Na mbali kidogo niliona taa moja ikiwaka pale makaburini. Nilijikaza moyo, nikaamua kwenda, nilihitaji kujua ukweli, hata kama ungeniua. Nilipokaribia, niliona mwili wa mwanamke umeinama juu ya kaburi lililofunguka. Nilipong'ang'ania macho vizuri, nilitambua ni mama yangu tena, lakini sasa uso wake haukuwa wa kibinadamu. Nilipiga kelele na nikakimbia, lakini alinishika mkono kwa nguvu zisizo za kawaida, akasema kwa sauti ya utulivu wa kutisha, Daudi, usikimbie, kuna kitu zaidi unapaswa kuona. Na hapo udongo chini ya miguu yangu ulianza kutikisika, makaburi yote karibu yakaanza kufunguka moja baada ya jingine. Wafu walitoka kaburini, mifupa, ngozi na mavumbi ya zamani. Waliimba kwa sauti moja, damu haijasafishwa, laana haijavunjwa. Mama alinielekea akasema, babu yako alinitoa kwa mizimu. Sasa ni wewe utakayetoa damu yako kumaliza deni. Niliona maono ya kale, baba yangu akitoa tambiko, damu ya kuku ikianguka ardhini. Nilijua sasa ukweli. Tulikuwa ukoo wa waliouza nafsi zao. Nikapiga magoti nikaomba, kama damu yangu ndiyo itakayomaliza hili, basi iwe hivyo. Upepo mkali ulivuma, mwanga mwekundu ukaangaza makaburi yote. Nilipozinduka, nilikuwa ndani ya kaburi la mama, na yeye hakuwepo tena. Niliona kioo cha zamani kikining'inia. Nilipoangalia ndani yake, uso wangu haukuonekana, bali mama yangu alitabasamu, kisha akatoweka. Kilio cha usiku kilikoma siku hiyo, lakini mimi nilitoweka na amani yangu yote. Miaka 30 baadaye, mjukuu wa Daudi, kijana aitwaye Eliya, anarejea Lukaya. Anatafuta historia ya ukoo wake, hajui kwamba anafungua mlango wa giza. Anakuta kioo kile kikiwa ndani ya kanisa la kale. Anafungua kitambaa chekundu. Kitambaa kikichanika, upepo mkali ghafla. Ndani ya kioo, ukungu unajitokeza na sura ya mwanamke inaonekana. Sauti yake inasema, Eliya, damu ya ukoo wako haijakamilika. Mizimu inatoka sakafuni, kuta zinatetemeka. Sauti ya Daudi inalia kutoka mbali, vunja kioo, haribu kizazi cha giza. Eliya anapiga kioo kwa msalaba. Kioo kikivunjika, vilio vya roho vikipaza kelele, upepo wa radi. Mwanga mkubwa unazunguka kanisa, na kila kitu kinatoweka. Asubuhi, wanakuta kanisa limeungua, hakuna mwili, hakuna mtu. Lakini katikati ya majivu, kipande kimoja cha kioo kinang'aa. Ndani yake, kivuli cha uso wa Eliya kimehifadhiwa milele. Upepo wa usiku, sauti ya mwanamke ikiimba mbali. Wanasema usiku wa kila mwaka, kioo hicho huanza kutetemeka. Na sauti ya mwanamke husema tena, damu ya ukoo wa Daudi haijakamilika. Kuna sauti zingine, ukizisikia usijibu, kwa sababu si kila anayelia kaburini anataka msaada. Wengine wanakuita ili uende ukawe miongoni mwao. Mpaka kufikia hapa ndio mwisho wa stori yetu hii nzuri. Nadhani utakuwa umejifunza kitu. Weka maoni yako kwenye komenti hapo chini. Usisahau kunifollow au kusubscribe ili kuwa mwanafamilia halisi wa familia hii kubwa. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine. Asante kwa kuangalia.